Karibuni kwenye upishi wa mamboga, na leo niko na rafiki yangu mpendwa sana ambaye anajulikana kama Tyson na mimi naitwa Steve, na tumefurahi sana kuwa kwenye runinga wa Supreme Master, na leo tutawaandalia, na sisi wote wawili tunatoka Nairobi, Kenya. Sasa kwa upishi wa leo tunaandaa nini mtaalamu? Leo tutawaandalia viazi. Leo tutawaandalia viazi ambayo inaitwa viazi tamu. Na labda kabla tujaendelea sana tutawaelezea vile tunavyoandaa haya mamboga. Viazi tamu inapandwa sana Afrika Mashariki. Na hii tukipata tunachonga kwanza, tunaichukua, tunaichonga, tunaikata vipande. Basi tuko na mboga pia ambayo inajulikana kama kunde kwa Kiswahili, ambayo pia ni tamu sana, na kama rafiki yangu naona amejaza sana kibonde, ana afya. Basi hiyo afya inaletwa na haya mamboga, na tutatumia nyanya pia kidogo ambayo ukiangalia hapa tayari tushaikata. Sasa kwanza tutachukua maji. Lazima upime maji, sio maji nyingi, kiasi tu. Sasa tutachukua maji, tutaitia kwenye sufuria. Si nyingi tu, ni kiasi tu, kwa sababu tutaiwekea magadi ambayo itaisaidia kuifanya iwe rahisi. Hii ndio magadi. Sasa hii utachukua kama kiasi cha kijiko 1.5 hivi, hii kubwa. Kisha sasa tutatia moto ili maji yaanze kuchemka. So hii maji utaingojea kwanza ichemke kama kwa dakika 3 hivi, ishike moto, ndio uchukue ile mboga utie ndani. Sasa tutachukua hii. Na wewe pia unaweza kuendelea kutuandalia viazi. Sasa hii ndio sufuria ambayo tutatumia kwenye upishi wetu wa viazi. Na hii viazi inaitwa viazi tamu. Haya, sasa unatia maji kwenye sufuria. Kiasi tu. Nadhani haya yametosha. Sasa ukishatia maji kwenye sufuria, unaweza ukachukua pia chumvi. Unachukua chumvi kiasi, vijiko kama vijiko 2 hivi. Ukiwa na kijiko lile ndogo unaweza ukatumia 1, ukiwa na hizi kubwa. Sasa maji yanapoanza kuchemka kiasi, unaweza ukachukua mwiko wako ukaanza kuchanganyisha maji na chumvi pamoja. Unachanganyisha mpaka uone kweli kabisa. Ndio hiyo. Sasa unatia viazi. Polepole uchukua viazi zako unaziweka pale utaratibu. Polepole. Pia tukiendelea, maji yetu hapa pia yashachemka. Sasa tutachukua ile mboga. Polepole tutaitia ndani kwa hiyo maji ili iweze kuchemka. Sasa tutaiweka kwa maji. Sasa unachukua mboga, viazi zako vizuri, unazifunika. Unaziacha kwa muda, labda kwenye dakika 10 hivi, 15, unaacha. Sasa mboga zetu zimekuwa motoni kama kwa dakika 10 hivi, na sasa nafikiria tayari zimeiva. Sasa ile kitu tutafanya sasa ni kuzima moto. Inanukia harufu tamu kabisa. Sasa na hii mboga yetu vile tutafanya ni tushaichemsha na ile magadi ikawa nyepesi, ama kwa Kiingereza wanaita soft. Imeyeyuka. Sasa hii maji ambayo iko ndani mpaka tuimwage yote, ile mboga ibakie peke yake tuweze kuikaranga. Sasa utaweza tumia kama ni karai ama sufuria. Sawa. Nimekusikiza. Naona kweli leo umekuwa mtaalamu. Inaonekana leo unatuandalia mazuri kweli Lazima ile ambayo tukiweka ndani tutakuwa nasikia kweli inashika. Sasa hiyo maji tutamwaga polepole. Tuhakikishe kwamba mboga imwagiki. Sasa tutasongesha kifuniko mbele kidogo. Sasa tutamwaga maji polepole. Na kweli wewe mpishi mkubwa.
Mtaalamu, hiyo uwanja ni wako. Umekuwa ukipika kila siku? Asi lazima. Asili ya Kiafrika lazima ukule. Naona huyu rafiki yangu ana afya sana, naona huyu jamaa ana afya sana na kula mboga. Lazima ukila mboga utakuwa na afya mzuri. Sasa hii maji mpaka uhakikishe imetoka yote, ama vile unaweza chukua ukayabadilisha mboga kwa sufuria nyingine. Sasa tutahitaji ama karai. Nipitishie hiyo karai tafadhali. Sasa utaweza tumia kijiko ili kubadili hiyo mboga. Tutatoa hii mboga polepole. Tutahakikisha tukitoa unafinya hii maji yatoke yote. Kabisa unaiweka hapa ndani. Sasa ukishafinya hii maji yatoke yote, utabakisha tu maji kidogo, labda ile ya kuweka supu katika mboga, lakini mpaka mengi yake lazima uyatoe pale ndani. Sasa tutayafinya polepole and then tutayabadilisha, tuyaweke katika hiyo karai. Pitishie hiyo karai. Naona yameiva kweli. Yameiva kabisa. Tayari nimeanza kuitamani hata kabla haijakuwa nyepesi. Yamekuwa nyepesi. Na kweli nini tunaweza tukatafuta kama mamboga kama haya yanatupatia afya mzuri, tunakula vizuri, tunakuwa na afya, tunakuwa na nguvu. Basi watu wanasumbua wanyama kwa nini? Watu ni kutokujua, lakini unajua ukishajua ndio utaelewa ni kwa nini. Lakini unajua kama na hii mboga inapatikana wapi hasa? Hii mboga inapatikana Afrika Mashariki kama Kenya inapatikana sana pande za mashambani kama kule pande za magharibi kule. Ama kama huku tunaita Nyanza pale watu wa kijamii ya Kijaluo ya Kiluo ama wa Kiluya. Na kweli watu wanatoka kule Nyanza ni watu ambao kweli wamejenga sana. Kwa sababu wanakula mboga ina afya sana. Sasa tukishayabadili hii nyingine tutaweka kando. Ndio ili sasa tuanze kuikaanga ile mboga. Sasa tutaweza kurudi baada ya dakika chache ili sasa tuweze kuikaanga. Karibuni tena katika uandaji wa vyakula vya mboga. Na kabla tuendelee na kukaranga ile kunde yetu, labda nitamwachia mwenzangu kwanza tuendelee na ile kuandaa viazi, kwa sababu nikiangalia hapa. Basi mkiangalia hapa kwenye sufuria hapa ndani mtaona ya kwamba kweli kila kitu yamekuwa tayari. Ukiangalia hapa viazi zimeiva lakini yana maji pale ndani. Sasa lazima tutaondoa maji kwenye utaratibu. Tutachukua kifuniko, niweke polepole, alafu niibebe polepole. Mkiangalia nije niondoe ile maji. Ninapoondoa ile maji viazi yanabaki yamekuwa sawa kabisa. Na hivi maliza kuchemsha, basi unaweza ukatia chumvi kidogo kama kuna chumvi ambayo haijatoshea. Na yanukia kweli, nasikia harufu ile tamu. Nasikia harufu kweli ile ladha. Kwanza sufuria hapa ukiangalia hapa ndani ndio sasa yamejaa mambo yote. Kila kitu tayari. Sasa labda nitamrudisha rafiki yangu sababu yeye ndiye ako kwenye ule upande wa kutengeneza. Imeiva kabisa. Sasa tutaendelea na ile kukaranga ile mboga yetu ya kienyeji ya kunde. Sasa tutachohitaji kwanza ni nyanya ya kukaranga. Na sisi kama vile tunakula mboga huwa hatukuli vitunguu. Sasa tunatumia nyanya peke yake kukaranga. Sasa tutachukua hii na chumvi. Tutahitaji chumvi kiasi gani? Sasa itategemea na kiwango ya ile mboga unapika. Safi. Sasa kulingana na vile wewe unavyotaka. Iko watu wengine pia wanakula chumvi nyingi, iko wengine wanakula chumvi kidogo, lakini vile madaktari wanasema itakiwi mtu ale chumvi nyingi. Lakini inategemea. Hii ni mafuta ya kukaangia hii mboga. Mafuta ya kukaranga mboga. Ni mafuta ambayo imetengenezwa na mboga, haijatengenezwa na kitu chochote ambayo inahusiana na uumizaji wa wanyama wengine. Sababu sisi hatuhusiki na mambo ya kuumiza wanyama wengine, sababu ni viumbe vya Mungu kama sisi.
Sasa tutachukua ile nyanya. Sasa sijui labda nikusaidie kukata. Unaweza nisaidia kukata hiyo nyanya. Pengine nikitia mafuta katika sufuria, nitachukua mafuta. Sasa kisu ndio hiyo. Nitatia kwenye sufuria. Utachukua nyanya uvikate. Na ile kiwango ya mafuta unatumia itategemea pia na kiwango ya mboga, vile vile tu kama chumvi. Kama mboga ni nyingi, pengine utataka kutumia mafuta nyingi. Haya, nyanya ndio nimekuandalia. Sasa tutaipasha moto ili mafuta ianze kushika moto. Lakini wewe ni mpishi hodari bwana. Yaani nakusikiza vile unawaelezea, vile unawapikia kila kitu. Hata wale wameketi pale kweli wanatuangalia wanasema ni kuzuri huku leo hii. Desturi ya Kiafrika. Naipenda. Sasa wakati ambapo tunaweka nyanya, lazima tuhakikishe ya kwanza tunaweza weka kabla mafuta ishike moto ama ikishashika moto, sababu mafuta. Lakini hiyo lazima uhakikishe wakati ambapo unaweka ile mafuta unahakikisha hakuna maji ndani ya sufuria, ama saa zingine mafuta yakichanganywa na maji ndio sababu yake kurukaruka vile inavuruka unavyoona kwa sufuria. Sasa tutachukua ile nyanya tutaweka ndani. Nisaidie na hiyo mwiko. Mwiko ndio nimekusaidia naye. Unaiweka mara moja. Mtu hawezi akachomeka uso. Lazima upime. Usiweke polepole. Ukiweka polepole itakuchoma. Sasa mpaka uweke mara moja. Kweli. Tuko kwenye upishi wa Kiafrika. Hizi ni mambo za watu wa hapa, utamaduni wa hapa. Tunapenda kula mamboga sana, na kwa sababu tukila mamboga tunakuwa na afya nzuri, tunakuwa na nguvu, mwili yetu yanajenga. Kama huyu rafiki yangu kimwangalia, kweli lazima uwe yake sio kidogo. Mtu amejaza sana na afya, kwa sababu tukila mamboga tunapata zile vitu zote ambazo zinatakana kwa upande wa mwili yetu. Sio lazima mtu ule mnyama ama uende kule ukanunua mayai, ukanunua samaki, ukanunua kuku kala. Hapana. Kuna wale wanasema mimi siwezi ishi bila mboga. Lakini sisi kwanza mimi na rafiki yangu nikikwambia tuko na kama miaka 10 ya kula mboga. Hatuja kula nyama. Lakini tuna afya. Mwenyezi Mungu anatusaidia tunakuwa na afya. Basi tusije tukawa watu wa kuchukua uhai kutoka kwenye wanyama. Sasa nisaidie ile chumvi. Tutataka kuweka ile chumvi pale. Sasa hii chumvi tutaweka kama utaipima kiasi gani? Tutaipima na kijiko. Niseme kama kijiko moja unusu hivi itatosha. Sasa ile kiwango ya moto pia mpaka lazima tuangalie moto isije ikawa mingi sana, ikaja ikachoma zile vitu ambazo kidogo tu sio moto hapo. Basi hapo iko sasa yake. Sasa unaweza kuifunikia ndio ili iweze kuiva, na ile inaitwa mvuke, steam katika Kiingereza. Sasa tunaweza kuifunikia ile nyanya iweze kuwa nyepesi kule, iweze kujibonda yenyewe. Sasa inatakiwa ichukue muda gani? Ndio sasa kama dakika 2 hivi. Na pia lazima uangalie, unajua saa zingine unatumia nyanya ambaye pengine ni ngumu, kuna nyanya zingine ambaye si ngumu sana. Sasa itategemea ile unatumia kupika. Hamna wasiwasi. Sisi tuko nyumbani kabisa. Na sisi tunapenda kula mamboga kwa sababu mboga inatupatia afya sana kuliko kukula wanyama. Sasa lazima uangalie baada ya kila kama sekunde 30 isije ile nyanya ikachomeka ama ikashikamana na sufuria pale ndani. Huyu jamaa sio mchache ni makukorogea pale na kufanya ile. Ndio mpaka ukoroge uhakikishe kwamba ile nyanya yanabondeka vizuri. Kweli. Sasa ile katika ile hali ya kuikoroga hapo unatakana sasa unachukua muda gani? Hebu tuelezee. Kwa hivyo sitatakiwa kuchukua muda mingi sana. Sasa ile muda wa nyanya utachukua sasa inaonekana sasa ni kama iko tayari. Iko tayari sasa tuweke mboga ndani. Sasa tunaweza chukua ile mboga tuitie hapa ndani. Sasa lile mboga ambayo tulikuwa tumeichemsha ndio hayo. Inajulikana kama kunde. Sasa ile tayari ile ishakorogwa nyanya pale, mafuta kila kitu yamekuwa tayari. Sasa tunachukua mboga yetu safi sana, tunaitia pale kwenye sufuria, sivyo? Kweli. Basi. Sasa weke. Sasa tutaitia polepole. Hiyo hapo. Tushaitia ndani, sasa lazima tuikoroge ili ishikane na nyanya. Tuyachanganye. Nzuri kweli kabisa.
Waiona hata rangi yake. Nadhani mnasikia harufu mkiwa hapo. Mnasikia harufu kweli mkiwa hapo? Kweli. Wangapi wanaweza sikia harufu wakiwa hapo? Mboga yaandaliwa. Hata rangi yake yenyewe ukiangalia waionaje. Sasa inavutia kabisa. Sasa tukiendelea hivi watu wakule chakula mamboga peke yake, basi dunia itakuwa mahali pazuri sana. Wanyama watafurahia kwa sababu hakuna mtu hawatakuwa wanaishi na ile hatari kwamba saa yote mpaka labda ile jamaa atatokea na binadamu anawaandama ama kitu kama hiyo. Na tunaishi kwa amani duniani, kunakuwa na afya mzuri, maisha bora. Sasa hiyo ukishaweka hivyo unachukua kama dakika ngapi? Sasa ukishaichanganya maybe tu utaweza kuifunika kama dakika moja hivi ili ipate joto. Nafikiri kwa sasa ishaiva na viazi viko tayari. Ziko tayari. Sasa ni kuzima tu moto. Na kuchukua kila kitu na kutia kwenye sahani. Kweli. Alafu sasa tunaweza tukala. Sivyo? Tazichukua mara moja, anizitie kwenye masahani. Nadhani mnaziona viazi vyetu vile vimeiva. Kweli. Kumbuka ya kwamba hii viazi si ya kukaranga. Ni ya kuchemsha. Alafu unaweka chumvi kidogo. Wengine labda wale ambao wanapenda pilipili, unaweza kuchukua pilipili kidogo, ukatia pale ndani. Alafu sasa inakupatia ladha. Sasa mboga yetu iko tayari. Labda ungetuonjea kidogo. Utuambie vile viko. Najua sasa wale wako pale chini labda wanatuangalia. Naona hata pale kuna mama mmoja pale amezea mate kweli. Anasikia inanukia. Sasa nitupie huko. Hiyo na waisikia vipi? Sinitamu kabisa. Huyu jamani hatari huyu. Huyu mpishi mkubwa huyu. Kweli. Na mboga pia umebarikiwa. Hata wewe umebarikiwa ndugu pia. Unaweza ukapika. Hebu njoo mtu. Ni tamu kabisa. Hebu niwekee kidogo. Pia mboga waweza chukua kidogo. Kama tutatumia hii. Waisikiaje? Sintamu. Mpaka nasikia roho inatulia kabisa. Mwili inatulia, mboga safi. Kila kitu yamekuwa sawa kabisa. Sasa tukiendelea kula chakula kama haya kweli hata Mwenyezi Mungu atafurahia na atatubariki zaidi. Na tunakuwa na afya bora pia. Sasa hiyo ndio maandalizi ambayo tumeandalia kwa siku ya leo. Na hatuna la ziada. Tunatoa shukrani sana kwa wale ambao wameshiriki ama wale ambao tusaidia sana kufanya hii mpango ambao tumefanya kwa siku ya leo. Tunasema asante sana. Mboga mzuri ambayo itawasaidia kwenye afya yenu. Na wanyama pia wataishi wakiwa wanajua kweli. Na kabla tujasahau lazima tuambie ulaji wa mboga maisha bora. Maisha bora. Ulaji wa mboga ni maisha bora. Asante.